Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Apostle Francis Goel na kukaribisha katika podcast yangu. Neno la Mungu linasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Neno hayo niliyoambia ni roho tena ni uzima. So, tunapopokea maneno ya Mungu na tukayaamini, tunakuwa tumekula uzima wa Mungu na tumekula ufunuo wake. So leo nazungumza kwa habari ya nini? Mwanzo sura ya 3. Jumbe wangu unatoka katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, usile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, sije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. So kuna vitu ambavyo napaswa kuvijua hapa leo. Nataka kuzungumza kuufunua uongo wa shetani, kuufunua uongo wa shetani. Shetani anaitwa baba wa uongo since ever. Anaitwa baba wa uongo kwa sababu gani? Sio kwa sababu anajua sana kudanganya, bali shetani anapotosha kweli. Anajua kuiswitch taarifa ya kimungu ikawa taarifa ya kipepo, au haki kuwa uovu, utakatifu kuwa dhambi. So ukisoma kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura hii ya 3 na mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 6, tunaona mambo manne hapa yanazaliwa. Mambo manne yanazaliwa. Shetani alimshauri mwanamke moja, ajaribu kujitegemea, yani kuwa huru, ajitosheleze, yani to think ile self sufficiency. Self sufficiency sio jambo geni duniani. Shetani akitaka akutenge na Mungu au akufanye uwe adui wa Mungu, atakutaka ufeel uncomfortability ya kuwa chini ya mamlaka au kuongozwa na Mungu. Shetani atakusababisha ujisikie kama unakereka kuwa chini ya mamlaka ya kimungu. So jambo la kwanza, shetani anatupelekea au anapelekea watu wafikirie kinyume kuhusu Mungu, to think negatively au to think negatively about God. So anamuuliza eti Mungu amesema msile. Akakuwa anatengeneza ka conflict au mgogoro wa ndani ya nafsi, ndani ya moyo kwa mwanamke, kwamba mwanamke anamwambia mwanamke Mungu amesema msile. Mwanamke anamwambia tumeambiwa tule matunda ya miti yote isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tusiale wala tusiaguse, kwa sababu siku tukiala tutakufa. So nyoka anamwambia hapana, hamtakufa. So unaona, anajaribu kumtengenezea mtazamo mwanamke awe kinyume na Mungu, ajitegemee, aone ana uwezo wa kusimama mwenyewe, na akafanyaje? Akaamua au akachagua jambo kuwa haki yake. Tupo kwenye dunia tupo kwenye dunia ambayo
Dunia inatufundisha makosa kuwa ni usahihi, inakufundisha kuwaza kinyume cha Mungu ni jambo ambalo ni uchaguzi ambao mwanadamu anaweza kuwa nao. Yaani unaweza kuwa kinyume au unaweza kuwa badala ya Mungu, unaweza ukawa Mungu kwenye maisha yako. So if you think it wrong, you will do it wrong anyway. So kwenye Biblia, unajua shetani kati ya vitabu anavyovichukia zaidi kwenye neno la Mungu, anachukia kitabu cha Mwanzo na cha Ufunuo. Sababu kwenye Mwanzo ndio tunaona mwanzo wa nyoka, mwanzo wa shetani upo kwenye kitabu cha Mwanzo. At the same time tunaona kwenye Ufunuo ndio mwisho wa nyoka upo pia. Mwisho wa nyoka anaitwa nyoka wa zamani, anaitwa Ibilisi, lakini tunaona atatupwa kwenye ziwa liwakalo moto. So shetani alimshauri mwanamke ajaribu kujitegemea, kuwa huru, ajitosheleze, kwamba you don't need God to decide. Hauhitaji Mungu ili uweze kuchagua jema na baya. You need to stand on your own. Unaweza kujisimamia. Unaona, jambo la pili, jambo hilo la pili, unaona shetani kwanza anamwambia mwanamke ajitegemee. Kwa nini ajitegemee? Kwa sababu anajua mwanadamu hakuumbwa kujitegemea, ameumbwa kumtegemea Mungu, ameumbwa kumwamini Mungu. Mwanadamu ameumbwa kumtii Mungu. Mwanadamu hana uchaguzi wala uamuzi binafsi bila Mungu. Anapomtoa Mungu kwenye mfumo wake wa kimwili, kiakili na kiroho, mwanadamu anakufa. Mwanadamu ameumbwa yuko connected katika ushirika na Elohim. Biblia inasema, akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Unaona? So part of God iko ndani ya mtu. Ndio maana Mungu alimwambia Adamu, siku utakayokula matunda ya mti niliyokukataza utakufa hakika. Mungu alikuwa anamwambia Adamu kwa maana gani aliposema utakufa hakika? Alikuwa anamwambia nitaondoka ndani yako. Nitaondoka ndani yako. Maana yake nini? Mungu alimwambia Adamu, wewe ni mwili wangu, yani wewe ni makazi yangu ya duniani. I abode in you. Mimi nakaa ndani yako. So uwepo, kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 7 ya kwamba Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Lile neno pumzi kwa lugha ya Kiebrania ni ruach, au kwa Kiyunani ni pneuma. Maana yake ni pumzi, ni roho. Ni sawasawa na neno ambalo linasema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maana yake roho ya Mungu ni part of his spirit. God is spirit. Mungu ni roho. Maana yake alimpulizia sehemu ya Mungu Adam, ndo akawa nafsi hai. Kwa anamwambia Adam, I'll remove myself, I'll move out, tatoka kwenye makazi ya miskai, sehemu chafu. So jambo la pili ambalo shetani analifanya katika kumdanganya mwanadamu, jambo la kwanza nimekwambia ni jambo la kwanza, anafanya nini? Anamfanya mwanadamu afikirie kinyume na Mungu. Lakini jambo la pili ni kumfanya mwanadamu awe na mashaka, awe na atilie shaka, au awe na mtazamo wa mashaka, au asiamini kirahisi, asiamini kirahisi, yani kutilia mashaka kauli ya Mungu au neno la Mungu. So shetani alikuwa anamletea zile taarifa mwanamke ili mwanamke atilie mashaka lile neno la Mungu. Alimwambia kwamba Mungu anajua mkila, Mungu anajua ya kwamba siku mtakao kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ambia hamtakufa.
Mungu amewambia mtakufa, hamtakufa. So anataka atilie mashaka neno la Mungu. Siku zote ni rahisi kutokuamini kuliko kumwamini Mungu. Neno la Mungu linasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini watu wengi ni wahanga wa mashaka, wahanga wa kutokuamini. Mtu mmoja akamwambia Bwana, nisaidie kutokuamini kwangu. Naamini ila nisaidie kutokuamini. Kutokuamini sio hali ya kutokusema Mungu hayupo. No. Yaani kusema Mungu yupo au kuwa na mtazamo chanya kuhusu Mungu, hiyo sio kwamba ndo una imani. No. Imani, neno la Mungu linachokisema ndio inakuwa lifestyle yako. Imani ni kugeuza neno la Mungu kuwa lifestyle yako. Yaani ukiweza kulifanya neno la Mungu liwe kama tabia yako ya kila siku na maisha yako ya kila siku, hiyo ndio imani. Watu wengi wamekalili mitazamo ya kidini kama imani, misimamo ya kidini kama imani, mitazamo chanya kuhusu Mungu kama imani. Imani ni zaidi ya hayo. Imani, narudia tena, imani ni zaidi. So angalia, kutokuamini ni msingi wa uovu na mabaya yote duniani. Dhambi ya kutokuamini ndio dhambi ya kwanza kufanywa na mwanadamu. Hawa na Adamu walipokula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya waliokatazwa na Mungu, ni matokeo ya kuona shaka, ya kutilia shaka maagizo ya kimungu. Marko sura ya 11, angalia Yesu anavyosisitiza jambo hapa. Marko 11 na mstari wa 23. Amini. Yesu 22 anasema, Yesu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka katupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba haya asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, na haya yatakuwa yenu. So Mungu anapotutaka tumwamini, lazima tuelewe imani ni njia ya mabadilishano ya biashara ya ufalme wa Mungu. Imani ni njia ya kubadilishana thawabu au baraka na ahadi za Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Imani yako lazima iwe na uhakika. Mungu anataka tuwe na evidence kwamba Mungu hata kabla amjaona, yani usipime ya experience. Mojawapo kitu ambacho kinaharibu kizazi chetu, tunaishi kwenye kizazi ambacho ni cha majaribio. You want to test everything. Unataka kufanya experiment juu ya uzinzi. Nikizini itakuwaje? Nikifanya hili kosa itakuwaje? Don't dare to test God. Mungu hajaribiwi. Mungu hajaribiwi. Dhambi sio swala la majaribio. If you test sin, you are dead. Imani sio mtazamo chanya, bali ni kumtegemea Mungu tu. Imani yetu inapaswa kuwa kwa Mungu anayetupa nguvu au baraka ya kushinda na kuyaweza mambo yote. Adui wa imani ni mashaka. Shetani haji kupingana na sisi, bali anataka kuungana na sisi ili tupingane na Mungu tuliyemwamini na tunayemwabudu kwa muda mrefu. Urafiki na shetani wa siku moja unaweza ukaondoa mahusiano yako na Mungu ya kudumu. Shetani anamwambia conversation ya yeye na mwanamke, anamwambia hautakufa kwa sababu Mungu anajua ukila utafanana naye. Wameshaishi miaka mingi salama na Mungu,
lakini siku moja walipoamua kula tunda wakapoteza baraka ya kudumu. Hatuweki imani yetu juu ya vitu na mawazo yetu binafsi. Vitu tulivyo navyo sio ushahidi wa imani yetu kwa Mungu, bali imani yetu imo kwa Yesu, ambaye Yesu naye amelituma neno lake liwe msingi wa imani yetu. So angalia, so shetani anatuwekea mashaka ili tuweze kuwa na mashaka na neno la Mungu. Namba 3, kufikiria kiwepesi kuhusu Mungu. Kufikiria kiwepesi kuhusu Mungu, yaani kuyachukulia kiwepesi mambo ya Mungu, maagizo ya Mungu. Kiangalia kwenye hayo maneno, Mwanzo sura hiyo ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6, utagundua mwanamke akaona. Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Inawezekanaje ukachukulia kiwepesi agizo la Mungu la acha? Mungu anapokuambia usile, haimaanishi ni udikteta, maana yake anakutahadharisha na uondokane na matatizo yasiyo ya lazima. Na Mungu akikwambia ule, maana yake Mungu anakusudia uwe na furaha kwenye maisha yako. Mara nyingi watu wengi wameingia kwenye huzuni na machozi kwa sababu ya kupuuzia neno acha. Watu wengi hawataki maonyo. Dini za dunia, okay, wakati wowote unapotaka kuwa Mungu kwa kujitawala, kuwa na mawazo huru, Mungu ataondoka ndani yako, utakufa. Mahali popote unapoona Mungu hakuonyi, haongei na wewe, upo kwenye hatari ya mauti. Kizazi kinachojaribu kila kitu kitapoteza kila kitu. Dini za dunia zinasema upendo ni Mungu, upendo ni Mungu, lakini wokovu unasema Mungu ni pendo. Kuchanganyikiwa. Yani shetani anataka ufikirie kiwepesi. Yani anataka uchukulie uzinzi kama ni udhaifu tu. Yani Mungu atuelewe kwamba dhambi sio shida kubwa. Mungu anatakiwa atuelewe. Shetani anataka uone kwamba kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu ni jambo la kawaida. Shetani anataka tufikie hatua ya kuamini kwamba Mungu anatupenda kiasi kwamba hawezi kutuhukumu siku ya mwisho. Sijui kama kuna kitu kinaingia kwenye moyo wako, unaelewa kitu. Kwa shetani anachokitengeneza, anatengeneza ngome ya kuchukulia vitu vya Mungu kirahisi. Shetani anataka tumuone Mungu kana kwamba Mungu ni muelewa, lakini ukweli ni kwamba Mungu hawezi akaona dhambi asihukumu. Dhambi isiyotubiwa Mungu lazima aihukumu, hata muhesabu mtu mwovu kuwa mtakatifu. So manake kuchukulia vitu poa, mojawapo ya ugonjwa mbaya ambao unaliharibu kanisa la Kristo ni watu kuchukulia vitu poa, kuchukulia dhambi. Unacheza na dhambi, unaichukulia ni kitu cha kawaida, unakiona tu hakina shida, unakiona ni kitu cha kawaida tu, kiko kawaida, hakina shida kubwa, sio kivile, hakina shida. That's how Adam and Eve walipoteza manto ya kuwa wafalme, ya kuwa makuhani, ya kuwa walinzi, mawakili na watumishi wa Mungu. So you see, shetani anataka ufikirie vitu kiwepesi.
Shetani anawafundisha watu kuwa Mungu anaweza akawa mnyama, anaweza akawa mtu, anaweza akawa mtazamo. Mungu sio roho, there is no God. Yani Mungu anakutengenezea mfumo fulani, yani usimwamini Mungu, yani kutokumwamini Mungu uone ni kitu cha kawaida. Kutokuamini uone ni kitu cha kawaida, upagani unachukuliwa ni kitu cha kawaida. Shetani anasema nitapanda juu ili nifanane na yeye aliye juu. Tuna kizazi ambacho kinafanya dhambi iwe haki na halali kwa jamii au kwa dunia, na kinaufanya utakatifu liwe jambo gumu lisilowezekana kwa watu wote. Unasikia, duniani hakuna mkamilifu, wote tuna mapungufu, wote tuna ajenda kubwa ya shetani ni kutufanya kimtazamo tuwe wagonjwa, tuwe wagonjwa, dhaifu, duni mbele ya dhambi. Ukiona kuna mwendelezo, listen, ukiona jambo hili kwenye maisha, uasi, kiburi, makosa ni rahisi, lakini utii, utakatifu, haki ni vigumu. Uwe na uhakika roho ya upotevu inaongoza maisha yako, ama iko ndani yako au inanong'ona karibu na wewe. Uhusiano wowote usio sahihi, ama wa kimapenzi ama ni urafiki, metoka mbali kiasi gani, hata kama ni wa baba na mtoto, lakini uhusiano usiokuwa sahihi au unaofanya biashara ya dhambi ionekane ni rahisi, mara nyingi huchochea mavamizi na mafuatilizi ya kipepo. Ukiona kuna mwendelezo wa mashambulizi ya shetani juu ya maisha yako, hoji kuhusu utii wako kwa Mungu. Hakuna dini yoyote itakayoweza kukufanya umfikirie Mungu kwa uzito. Hakuna dini yoyote inajaribu kutuonea huruma na kutufanya tuishi tunavyoweza, lakini wokovu unatusaidia tuamini katika kuweza yasiyowezekana. Yale mambo ambayo unaona ni magumu kwa akili za kibinadamu, tunahitaji imani tuyaishi. So jambo la nne, shetani anataka umtilie mashaka Mungu au usiwe na imani kamili. Suspiciously, yani huo unamwangalia Mungu katika hali ya mashaka. Uwe unamwangalia Mungu katika hali ya kama yani ya mashaka fulani hivi, ya mashaka fulani hivi. Ndicho ambacho shetani anakitengeneza, kwa sababu unaona, shetani si lazima aanze kwa kukwambia mkatae Mungu. Anaweza kuanza kwa kukuuliza kuhusu kweli kama unaijua. Shetani alimchukua Yesu hadi mlima mrefu, Anamchukua hadi mlima mrefu kufanya nini? Anamchukua hadi mlima mrefu, alafu anaanza kumuuliza ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu. Anataka akubane, akuhoji kama unajua kiasi gani kuhusu Mungu. Ndiyo maana imani haiwi imani mpaka umjue Mungu kikamilifu. Hauwezi kumshinda shetani, hauwezi kushinda mashambulizi ya kipepo kama hauna imani timilifu katika neno la Mungu. Kabla Hawa ajala tunda, kulikuwa na tatizo katika mtazamo wake kuhusu kile Mungu alichosema. Shetani haji kukutendesha dhambi. Shetani anakuja kukuletea
mawazo, mashaka, ili uanze kuwaza kinyume na kile ulichokuwa unakiamini. Mazungumzo yasiyo sahihi yanapeleka tuwe na tamaa, yanapeleka tufanye tukio tuingie kwenye nini? Tendo la dhambi. Lakini dhambi ni kitendo cha mazingira yoyote unayoyatengeneza ya shetani kuanza kujadiliana na wewe kuhusiana na Mungu au kuhusiana na maisha yako. Dhambi ni zaidi ya lile tukio ambalo unalipitia. Dhambi ni zaidi ya tukio unalolipitia, kwa maana ya kwamba kuzini gesti, kwa maana ya kuiba, kwa maana ya kufanya hiki na hiki na hiki. Dhambi ni zaidi ya hilo tukio. Dhambi ni yale mazingira uliomo sasa hivi, unayo entertain jambo lolote unalo entertain ambalo halimpendezi Mungu. Una entertain jambo ambalo halimletei Mungu utukufu, that is sin. Una entertain mashaka, hiyo ni dhambi. Una entertain kukaa kwenye TV, kukaa kwenye mitandao ya kijamii, unasoma au una posti au una peruse vitu ambavyo havimletei Mungu utukufu, hiyo ni dhambi. Chochote kile unachoki entertain au unachokifurahia wakati ni machukizo mbele za Mungu, hiyo ndiyo dhambi. So usimpe shetani mwanya au mazingira yoyote ya kujadiliana naye kuhusu kweli ya Mungu. Shetani alipotosha kile alichokisema, Mungu alikuwa ametoa amri, lakini nyoka akaiweka katika mfumo wa majadiliano. Shetani anataka tulichukueje neno? Shetani anataka tulichukue neno kama ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Ndio maana leo hii mafundisho mengi ya kipagani na ya kishetani yanatufundisha nini? Yanatufundisha tuone kwamba kuna uwezekano wa mwanadamu kuhojiana na Mungu, kumbishia Mungu au kujiamulia vitu bila Mungu kuingilia kati au Mungu kupinga au kufanya chochote. So Mungu akikwambia neno lake linasema hivi, hiyo ni amri. Usichukulie kama jambo ambalo ni la mahojiano au ni jambo ambalo mnalifanya katika namna fulani ya unavyojisikia. Hawa alianza kuangalia kile alichokatazwa, akaona ya kuwa ule mti wapendeza macho. So kinachozuiwa na Mungu kinaonekana ni kizuri tunapoacha mtazamo sahihi wa neno la Mungu. Ukiona umeanza kuingiwa na tamaa juu ya kitu ambacho Mungu amekwambia ni kibaya, uwe na uhakika tayari uongo, roho ya upotevu imeshaingia ndani yako. So shetani anaanza kwa kukupandikizia mashaka. Ulitilie mashaka neno la Mungu. Shaona hapo tamaa inaingia. Baada ya tamaa kuingia so shambulio la kwanza lilikuwa dhidi ya imani katika neno la Mungu. Shambulio halikuwa kwenye Hawa kula tunda, halikuwa kula tunda. Shambulio halikuwa kula tunda. Shambulio halikuwa kula tunda, lilikuwa ni kutilia mashaka amri ya kimungu. Kabla hawajachukua tunda, tayari kulikuwa kuna tatizo katika mtazamo wake kuhusu kile Mungu alichosema. Shetani haji moja kwa moja kukwambia umkatae Mungu, ila atafanya ushirika na wewe, na kisha ukimruhusu akae ndani yako, atakupandikizia roho za mashaka, chuki, woga, hofu, ili uanze kuona uhitaji kuwa na Mungu, kwa sababu Mungu ni katili, Mungu ni binafsi, Mungu ni adui. Ndio maana Mkristo
anapaswa kulinda imani yake katika neno la Mungu, kwa sababu mashaka yanapopewa nafasi yanaweza kubadilisha namna tunavyomwona Mungu, na dhambi inaingia, na baada ya hapo maisha yako yanageuka kuwa uasi, yanageuka kuwa upotevu. So kumtilia mashaka Mungu, kumtilia mashaka Mungu, kumwangalia Mungu kwa mashaka, kuwa na mashaka juu ya Mungu, kutokuwa na imani kamili juu ya Mungu. So ukiwa na mashaka, ukitilia mashaka kuhusu Mungu au uwepo wake au kile anachokisema, jue shetani atakuangusha kama alivyomwangusha Hawa na Adamu. Namna ya kumshinda shetani au yule mwovu na mdanganyifu, cha kwanza kabisa lazima utambue na ujue kutumia damu ya mwanakondoo. Lazima uelewe kuhusu kazi ya msalaba, kile ambacho Yesu alikifanya msalabani. Lazima utambue kuhusu kazi iliyofanyika msalabani. Kazi iliyofanyika msalabani haikuwa kazi ambayo ni ya kawaida, ni kazi ya Mungu, haikuwa kazi ya mwanadamu. Yesu alikufa msalabani akitupatanisha na Mungu. So shetani anaogopa Kristo ambaye anaiendea damu ya Yesu imtakase. Biblia inasema damu ya Yesu inatakasa miili, roho na nafsi zetu kabisa. So we must know how to use the blood of Jesus. Jua uthamani na umuhimu wa kutumia damu ya Yesu. Lakini jambo la pili, neno la msalaba. Neno la msalaba. Kristo asiye lijua neno la Mungu hawezi kumshinda shetani. Ni kweli umeokoka, kweli kuna matamko ya kiimani tunayasema, tumeokoka na tunampenda Yesu, tunamshinda shetani, tunaenda mbinguni, ni sawa. Lakini kama hauna neno la Mungu ndani yako kwa wingi, ni vigumu kumshinda shetani. Na Biblia inasema hatukosi kuzijua hila za shetani. Hawezi kuzijua hila za shetani kama hauna neno la kweli ndani yako. Sababu shetani haji tu kwa kinyume cha ukweli, bali anaupindisha ukweli. Kwa anaweza akajadiliana na wewe jambo kaisi mko sawa, kumbe umepoteza. So you must be very careful. Lakini tatu, usikae kwenye mazingira yoyote yasiyo na uwepo wa Mungu. Acha kukaa kwenye mazingira yasiyo na uwepo wa Mungu, tamshinda shetani. Shetani anapenda kukuweka comfortably, ujisikie tu una amani, kukaa eneo ambalo kuna ulevi, kuna uchafu, yaani usiwe na uwezo wa kuikataa dhambi. Eneo lolote ambalo dhambi inauzwa bure, hilo eneo litagharimu maisha yako, jiepushe. Ndio maana Biblia inasema mwenye dhambi akikushawishi usikubali. Mahali pengine Biblia inasema ikimbie zinaa. Kuna mazingira unaona yanakupeleka kwenye anguko, ni ya kuyakimbia. Usijitahidi kujikaza kwenye dhambi. Usijitahidi kujikaza kwenye dhambi. Toka kwenye mazingira ya dhambi. Usijikaze kwenye dhambi. Dhambi itakufanya uwe adui wa Mungu. Dhambi itakuingiza kwenye maangamizo. Dhambi sio ya kuikaribisha. Dhambi itakuchafua na utapoteza uhalali wa kumabod Mungu. Mungu atatoka ndani yako, kwa sababu wewe ni makazi ya kudumu ya Mungu, ya Roho Mtakatifu. Mungu akai mahali pachafu. Sema maneno haya, sema: Mungu Baba, asante kwa neno lako. Ninaomba unisamehe kabisa dhambi zangu zote na maisha yoyote ambayo nimeyaishi yaliyokaribisha uharibifu na udanganyifu wa shetani kwa muda mrefu. Kuanzia leo ninachagua njia ya haki, ninachagua njia ya utakatifu,
nachagua njia ya kweli na ukamilifu. Ninakataa hila za shetani na udanganyifu wake. Ninakataa kuzungushwa na udanganyifu wa dunia. Mimi ni mtoto wa Mungu, nami ninachagua kumwamini Mungu siku zote za maisha yangu. Kuanzia leo, kila roho za uharibifu na udanganyifu za dunia hazitanishikilia tena, hazitaniweza tena. Paraparabashatarabaya, hazitanishikilia tena, hazitanishikilia kamwe. Hizo roho za udanganyifu hazitanishikilia kamwe, hazitanishikilia tena katika jina la Yesu. Hizo roho za kipepo hazitanishikilia kamwe, hazitanishikilia tena. In Jesus mighty name. Amen. Umefunguliwa. Mimi ni Apostle Francis. Mungu akubariki na uendelee kubarikiwa.